Mtafiti wa uhalishaji na teknolojia kutoka TARI Naliendele, Bwana Gaspar Mgimiloko, amesema lengo na madhumuni ya kuwakutanisha maafisa ugani hao ni kuwajengea uwezo, ambapo wataporudi katika maeneo yao wakawajengea uwezo pia wakulima, na wanatarajia kuwafikia maafisa ugani 366 kwa mkoa wote wa Lindi kati ya 152 kutoka programu maalum ya BBT. Mambo ya kwanza tulikuwa tunaangalia utambuzi wa visumbufu vinavyosumbua zao la korosho, lakini sehemu ya pili tulikuwa tunaangalia ni namna gani tunavidhibiti, ambako katika njia kuu tumekuwa tukijifunza njia ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, na sehemu ya tatu ni matumizi ya mashine kwa maana ya blower kwa ajili ya kupulizia viuatilifu kwenye zao la korosho. Hizi sehemu zote tatu ukiziunganisha pamoja unapata kauli mbiu yetu ya leo ya kwamba matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kwenye utambuzi tuliangalia magonjwa makuu yanayosumbua zao la korosho, ambako tunakoelekea kwenye huu msimu wa 2025-2026 uzalishaji wa korosho. Tumeangalia ugonjwa wa ubwiliunga, tukautambua ugonjwa huo ambao tukaangalia dalili zake, lakini pia kinachosababisha kimelea chake na viuatilifu vyake kwenye utaratibu wa viambatamilifu vinavyotumika kudhibiti. Pia tumeangalia ugonjwa wa blight, na wenyewe tumeangalia dalili zake zinazopelekea, ambazo tukaona mabaka ya kahawia yanayokuwepo kwenye mkorosho, lakini pia tukaangalia namna gani tunaweza tukadhibiti. Kwa hiyo tunaamini katika kuendea msimu huu wa kilimo wa zao la korosho 2025-2026 maafisa ugani wetu watatumia elimu hii ya utambuzi wa haya magonjwa kupeleka kwa wakulima. Lakini sehemu nyingine tukawaelekeza namna ya kutambua wadudu waharibifu, ambao kwa sehemu kubwa tulijikita kuwatambua wadudu kama vile mbu wa mikorosho na minazi, wadudu kama vile mealbug au vidungata, lakini pia wadudu kama vile kifauongo, lakini wadudu kama vile utitili. Hao wote tumewaelekeza namna ya kuwatambua, tukawaelekeza namna ya kuwadhibiti, ambako matumizi ya viuatilifu yenye viambatamilifu vile ambavyo vinakidhi mahitaji kwa ajili ya kudhibiti wadudu hao. Tukawaelekeza namna ya kutambua wadudu waharibifu, ambao kwa sehemu kubwa tulijikita kuwatambua wadudu kama vile mbu wa mikorosho na minazi, wadudu kama vile mealbug au vidungata, lakini pia wadudu kama vile kifauongo, lakini wadudu kama vile utitili. Hao wote tumewaelekeza namna ya kuwatambua, tukawaelekeza namna ya kuwadhibiti, ambako matumizi ya viuatilifu yenye viambatamilifu vile ambavyo vinakidhi mahitaji kwa ajili ya kudhibiti wadudu hao tunao pia tumewaelekeza. Na mwisho tukaangalia njia za kudhibiti, ambao sehemu kubwa tulijikita matumizi ya viuatilifu na michanganyo ya hivi viuatilifu kwenye zao la korosho. Tunaamini mafunzo haya yatakuwa ni chachu kubwa sana ya kuwapa elimu wakulima, lakini chachu kubwa sana ya kuongeza uzalishaji katika manispaa hii ya Lindi, lakini pia na taifa kwa ujumla. Sambamba na hiyo tukawaelekeza ni namna gani wapuliziaji wetu, ambao kwa sehemu kubwa ndio watumiaji wa viuatilifu na ndio ambao pia wanaliongoza soko letu hili la zao la korosho kwenye upuliziaji, namna gani ya kutumia mashine, ile mashine ambayo yenyewe ndio inatumia hivi viuatilifu. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa ugani wanazungumziaje elimu walioipata kutoka TARI Naliendele? Tuliyopata ni makubwa, yanaweza kutusaidia kwa sababu zipo changamoto ambazo wakati mwingine tulikuwa tunashindwa kuzitatua, hasa za magonjwa, ni kwa sababu hali ya hewa zinabadilika kila siku. Lakini vile tunavyopeana ujuzi na uelewa katika yale mabadiliko yanayojitokeza kila siku, na sisi tunapata ufumbuzi wa kuweza kuwasaidia wakulima wetu waweze kufanya vizuri zaidi. Na sisi kwa mafunzo haya tuliyoyapata, tunaamini tutawasaidia vizuri wakulima wetu, kwa sababu pembejeo zimefika kwa wakati kwa wakulima, na wakulima wanategemea makubwa kwetu. Na sisi tuseme tu kwa ahadi ya serikali, kwa kauli ya Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi kwenye ilani yake ya kufikisha tani 700,000, tuna uhakika kwa ushirikiano huu kati yetu sisi na bodi ya korosho pamoja na TARI Naliendele tunaweza tukafikia kwenye uzito huo, tunaweza tukafikia kwenye kiwango hiko cha upatikanaji wa tani 700,000. Kwa hiyo niwashukuru tu wataalamu na niwashukuru mkoa kwa kusimamia hili, kwamba na sisi tutalitekeleza kwa sehemu yetu kama maafisa kilimo kwa elimu hii ambayo leo tumepatiwa. Tunashukuru kwa kupata mafunzo haya ya kutujengea uwezo wa namna ya kutumia viuatilifu kwa usahihi. Lakini pia mafunzo haya yatatufanya sisi kwenda kuwaongezea elimu wakulima wetu ili waweze kuzalisha kwa tija. Wakulima walikuwa wanakosea kwenye namna ya upuliziaji, utumiaji wa viuatilifu. Kwa hiyo sasa hivi tutaenda kurekebisha pale ambapo tulikuwa tunakosea au wakulima walikuwa wanakosea, ili waweze kupata mazao bora zaidi.